Haleluya, haleluya, haleluya mwanafamilia. Mungu akubariki sana, nikualike sana katika maombi ya asubuhi. Nichukue nafasi kwanza tumshukuru Roho Mtakatifu kwa neema kubwa. Baba yetu mwema, mfalme unaishi na kumiliki na kutawala. Tunakutukuza watoto wako, tunakuinua mfalme. Pokea sifa Mungu wetu, mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tumeona neema tena asubuhi ya leo, tumeona upendeleo wa kimungu. Umetupenda kwa namna ya ajabu na kwa namna ya tofauti. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukiomba toba na rehema. Ututakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Unajua uovu wetu, ya kwamba sisi ni waovu, hatustahili kabisa hata kuitwa watoto wako. Neema yako Bwana imetustahilisha. Macho yetu tunainua, tunautazama msalaba na damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya msamaha. Baba, ututakase kwa hiyo damu, takase na kweli yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, umesema hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Baba wa mbinguni, tumenyenyekea mbele zako Roho Mtakatifu, tukisii rehema zako tena. Tutakase Bwana Yesu, tusafishe kwa damu ya mwana kondoo. Ruhusu tena utukufu wako tena asubuhi ya leo. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatupendelea tena kwa utukufu wako. Asante Jehova kwa neema ya ajabu na kwa utukufu wa ajabu. Pokea sifa mfalme wa falme kwa kutupa tena utukufu wako mwingine na neema nyingine kwa ajili ya kuisimamisha kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Na unaweza comment sema amina, amina, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Kama hujasubscribe channel hii, ni kuombe chukua nafasi ya kusubscribe channel hii. Na nichukue nafasi hii kukuomba pia uweze kucopy link hii na kushare, peleka kwa jamaa na rafiki na ndugu, wapokee maombi haya. Itakuwa ni baraka nyingi na utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Nichukue nafasi hii kabisa kukualika, kama unapitia changamoto, inawezekana pia unatamani tusimame pamoja tuombe, chukua namba ya WhatsApp hapo kwenye screen na uweza kunijulisha unapitia wapi. Tasimama pamoja, tutaomba na mkono wa Mungu unaenda kudhihirika. Lakini pia nikualike sana katika group letu la maombi ambalo tunayo maombi ya moja kwa moja, na unaweza kujoin kwenye group letu la maombi kupitia namba ya WhatsApp yetu ya WhatsApp. Basi tuma kama unahitaji kujiunga na maombi hayo, basi tuma kwamba unahitaji kuingia kwenye maombi na tutakujoin. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi kila siku asubuhi, weka agano la dhabihu. Watu wengi wanapenda kuomba lakini hawapendi kutoa sadaka. Na Biblia na Mungu anamwambia Kornelio katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anasema maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Kwa unapoomba, shetani anaogopa mtu anayeomba na anayetoa dhabihu. Kwa usimama na dhabihu kila siku asubuhi, na kila unapoomba utaona matokeo makubwa, kwa sababu ishara na maajabu ni nyingi. Watu wanaendelea kushuhudia namna ambavyo Yesu ameendelea kuwasaidia kwa namna kubwa sana. Nichukue nafasi hii kukualika sana katika neema ya kufanya mambo makubwa 2026. Neema hii ni maombi makubwa sana ya vipengele 15 vya neema, vipengele 15 vya kuomba neema. Kumbuka neema ndio kila kitu. Kumbuka neema ndio utukufu. Kumbuka neema, huwezi kufanikiwa pasipokuwa na neema. Watu wengi wanawezekana hawajui neema, lakini nitamani nikufafanulie kidogo neema ili uweze kutembea kwenye vipengele 15 vya kuomba neema. Haleluya. Neema ni nini? Neema lina maana nyingi sana, labda zinaweza kuwa ni maana zaidi ya kama 15 hivi. Neema neema ni upendeleo ambao Mungu anampa mtu. Neema ni kustahilishwa na Mungu. Neema ni kibali. Neema ni kubarikiwa. Neema ni uwezesho, yani ni nguvu ambayo inakuwezesha, inakuwezesha kufika kwenye hatima, kwenye ndoto. Neema inaweza kukufikisha kwenye utukufu. Neema, ujue neema ni nguvu inayokuwezesha kufika mahali ambako wewe mwenyewe utegemei kufika. Haleluya. Kwa neema ni nguvu inayofungua hatima, ni nguvu inayokupeleka kwenye uthamani, ni nguvu inayokuwezesha kufika kwenye hatua
ambayo akili yako na nguvu zako haziwezi kufika, ambako ufahamu wako hauwezi kufika, ambako yale yaliyokushinda yanawezekana kwa neema. Kwa kuna neema, kuna neema ya wokovu, neema ya utajiri, neema ya uponyaji, neema ya ulinzi, neema ya kuinuliwa, neema ya kuwa mtu mkuu wa Mungu. Ziko neema nyingi. Hiyo yote ni nguvu ya kukufikisha kwenye viwango vikubwa. Kwa hiyo tutakuwa na vipengele 15 vya neema. Vipengele 15 vya neema. Hakikisha unayaomba haya maombi ya neema kila siku asubuhi, na utaona milango mikubwa ikifunguka mwaka 2026 hujawahi kuona kabisa, na mkono wa Mungu unakwenda kudhihirika. Na neema ya leo, ya leo ni neema ya wokovu. Nikizungumza juu ya neema ya wokovu, nazungumza jambo kubwa sana ambalo watu wengi hawalitilii mkazo, lakini neema ya wokovu ni neema ambayo huwa inamfanya Mungu akarishe baraka kwenye nyumba yako na kwenye mji wako na kwenye hatima yako. Kwenye mfululizo huu ambao tumeuanza wa maombi ya neema, ni maombi zaidi ya 15 ya neema. Na ya kwanza, neema ya wokovu. Nikieleza kidogo kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 na mstari wa 8. Waefeso 2:8, Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Omba nirudie. Nasema kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, ambayo kwa hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwamba tunaokolewa kwa neema, sio kwa nguvu zetu. Ni kweli kabisa. Ukifuatilia utagundua kwamba hakuna mtu anayeweza kuokoka kwa kutumia akili zake mwenyewe au kwa nguvu zake mwenyewe au kwa uwezo wake binafsi mwenyewe. Hapana. Hata wewe inawezekana kabisa haikuwa rahisi kuokoka kabisa. Hata mimi haikuwa rahisi kuokoka kabisa. Nilikuwa mlevi, vuta bangi, mwasherati. Si kitu chepesi kuokoka. Neema ya Mungu inasema iokoayo watu wote. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Tito sura ile ya 2 na mstari wa 11, ni kuongezea kidogo, Tito 2:11 mpaka mstari wa 14 pale, Biblia inasema, kwa maana neema ya Mungu iletayo wokovu imedhihirishwa kwa watu wote. Ile neema ya Mungu iletayo wokovu imedhihirishwa kwa watu wote. Anasema iko neema ya Mungu inayoleta wokovu. Sasa hii inatumwa kwa watu wote. Glory to Jesus. Neema hiyo ikoje? Neema hiyo inatufundisha kukataa uovu. Yaani hiyo neema yenyewe tu inakufundisha wewe kukataa uovu. Utumii nguvu zako, lakini neema inakuwezesha ukatae uovu. Kuna uovu ambao unaukataa, na uovu ni kipengele kikubwa sana ambacho kinawazuia watu wasiende kwenye ndoto zao kabisa. Inasema inatufundisha kukataa uovu na tamaa za dhambi. Naona tupate kuishi maisha ya haki na ya kumcha Mungu katika ulimwengu huu wakati huo huo. Kwa hiyo neema ile inatufundisha kuacha uovu, inatufundisha kuacha dhambi. Na kati ya changamoto kubwa tulizonazo leo ni dhambi. Watu ni waombaji lakini hawajaokoka. Umeelewa? Watu ni wanatafuta tu vya mwilini, lakini neema ya wokovu haijaingia ndani yao. Sasa mtu mwenye dhambi hawezi kupokea neema. Mtu mwenye dhambi hawezi kwenda kwenye utukufu mkuu. Glory to Jesus. Kumbuka tunapo kuambia kuko kufanikiwa, kuko kuinuliwa, kuna hatua kubwa ambayo bado wewe umeisahau. Kuna siku utaenda kwa Baba.
Kama hujaokoka, nini kinatokea? Unaona, anasema tukingojea tumaini kwa utukufu wa Mungu wetu mkuu na mwokozi wetu Kristo, yeye aliyejitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe katika uasi wote, na katika kufanya tuwe safi kwa ajili yake, tuwe watu wake kabisa, ambao wanajuhudi katika kutenda mema. Neema inatuzuia tusitende dhambi. Neema inakufunga, neema inakuguide, neema itakuongoza kwenye wokovu. Ujue, wakati asubuhi ya leo ninaomba, ninasikia Mungu ananiambia kuna watu ambao wanahitaji kumpa Yesu maisha yao. Kama unatamani kumwona Mungu akiweka neema ndani yako, neema ya kufika kwenye viwango vikubwa, neema ya kwenda viwango vikuu, neema ya kwenda kwenye utukufu mkuu, lazima kwanza upokee neema ya wokovu. Hii ni neema kubwa sana ambayo kupitia neema hii ya wokovu utaenda kuona Mungu anaanza maisha yako mapya. Kumbuka, dhambi ndio inawatengaga watu na Mungu. Ndio maana mahali pengine anasema, sio kwamba mnaomba mimi sisikii. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 anasema, maovu yenu yamewafarakanisha mimi na nyinyi, hata nisiweze kusikia maombi yenu. Kisoma Isaya sura ya 1 utaona. Kwa hiyo kumbe maovu yanatufarakanisha sisi na Mungu. Maovu yanatutenga sisi na Mungu. Huwezi kuona neema ikitembea kwenye maisha yako kwa sababu tayari umeshafarakana na Mungu, au na mapatano na Mungu, au na nguvu na Mungu. Mwaka huu 2026 naomba upokee neema ya wokovu, uache dhambi, utoke kwenye dhambi, ili Mungu aweze kufanikisha. Hata ukiomba Mungu asikie, hata ukiomba Mungu ajibu, hata ukiomba Mungu adhihirike, hata ukiomba Mungu aonekane, hata ukiomba uone neema ya Kristo, hata ukiomba uone utukufu wa Mungu, hata ukiomba uone utukufu wa Jehova. Neema hii pia tunaiomba iende kwa watoto wako, iokoe watoto wako, iokoe ndugu zako, iokoe jamaa zako, kwa sababu nyakati za mwisho zimefika. Hizi ni nyakati za hatari, tunamhitaji Yesu. Ni nyakati ambazo zi maandalizi ya kanisa kunyakuliwa. Tunahitaji kuokolewa kwa neema ya Kristo. Asubuhi ya leo ninaomba wewe ambaye sasa unasikia ndani yako unahitaji kupata neema ya wokovu, nataka nikuongoze maombi ya kuokoka kana kumpa Yesu maisha yako. Inua mikono yako miwili, unahitaji Yesu akuokoe. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako ya neema ya wokovu. Najua nimekutenda dhambi siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu, niko mbele zako, naomba unisamee, unitakase, maana nimekuasi, nimekuacha, nikatembea kwenye njia zangu mwenyewe. Lakini leo nimesikia sauti yako, nami nimekuja kwako. Bwana Yesu, futa makosa yangu yote, futa dhambi zangu zote, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Baba, niandike upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu siku ya leo nikutumikie wewe, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, kuanzia leo nakiri mbele yako, sitatumikia miungu mingine, mashetani, sitatumikia miungu mingine ya dhambi. Kuanzia leo nitakutumikia wewe Yesu, na sitarudi nyuma tena. Nisimame katika nafasi ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kuanzia leo kwa kuniokoa, na nimeokoka katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Popote pale ulipo, naomba nikuombee neema ya wokovu. Neema iende kwako, kwa watoto wako, na kwa ndugu zako, na kwa jamaa zako. Sema, Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema ya wokovu ambayo umeachilia ndani yangu. Roho Mtakatifu, naomba neema hii ya wokovu ambayo nimeipata niweze kusimama. Neema hii ninaipeleka kwa ndugu zangu, kwa jamaa zangu, kwa rafiki zangu. Baba, wapokee neema ya wokovu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nifungulie mlango mkubwa wa wokovu, wa kuokoa wengine wote, zote za maisha yao katika jina la Yesu. Baba, ramasata rakamandorosa resata rabakosha, in the mighty name of Jesus. Roho Mtakatifu, asante kwa neema ya wokovu. Nimeokoa baba huyu na mama huyu, nami natuma neema hii iende kwa ndugu
iende kwa jamaa, iende kwa marafiki, iende kwa watoto wako waokolewe, na neema ya wokovu ifike kila eneo na kila kona, watu waone nguvu zako na utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki wewe uliokoka. Naomba nitumie message yako wewe ambao umempokea Yesu, umepokea neema ya wokovu, kwenye namba ya WhatsApp, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tumia namba yetu ya sadaka, panda sadaka yako, mwambie Bwana Yesu, najiunganisha na neema ya wokovu. Mungu akubariki sana unapofanya kazi hii. Nikutakie siku njema. Shalom, 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 shalom.